Okay, na jaribu kufanya video iwe fupi, lakini nataka nizungumzie watu ambao wana comment katika social media zangu, katika YouTube, Facebook, whatever social media ambao na posti. Wana comment za kijinga, wewe unaenda Iran lini? Sijui vita uende kupigana. Sijui all these comments za kijinga naziona. Sio kama sizioni. Naziona lakini nazipuuzia na wala sipo hapa kujibu comment ya mtu yote kwa sababu nyingi sana. Moja, nataka sababu moja kubwa ya msingi, nataka watu wajue kwamba after all mimi na posti social media, najaribu kuwasaidia Waafrika wenzangu kujiunga jeshi la Marekani, kunavigate nchi ya Marekani, kufanikiwa nchi ya Marekani. Kweli natumia social media, ni njia moja ya kuwafikia watu na Waafrika wenzangu katika kona tofauti, kujua kuna Tanzania mwenzetu au kuna Mwafrika mwenzetu anaweza akatusaidia. Mimi situmii social media kwamba kufurahisha mtu wala kutaka watu wa like video zangu. Situmii social media kwa njia hiyo. Na kwa sababu hiyo watu wanataka wajue kwamba pia mimi ni mwanajeshi wa Marekani. Ni Mtanzania kweli, asili yangu nimetoka Tanzania, nimekuwa Tanzania, lakini kwa sasa hivi ni mwanajeshi wa Marekani. Na maana yake nimehudumikia jeshi la Marekani kwa muda kadhaa wa kutosha so far. Right? Marekani imeinvest muda, pesa na resources zake katika kichwa hichi. Right? So watu wasichokijua ni kwamba mdomo wangu nikifungua, nikianza kuelezea na nika analyze masuala ya vita, nikaanza kuongelea masuala ya vita, naweza nikahatarisha maisha au usalama wa nchi ya Marekani, usalama wa nchi za allies wa Marekani, naweza nikahatarisha maisha ya watu. Kwa sababu unapokuwa raia tofauti na unapokuwa mwanajeshi anavyoona vita inaendelea. Of course sio kama mwanajeshi tunapenda vita. Wanajeshi kama sisi wanajeshi ni binadamu kama binadamu wengine, tunaona habari, tunaangalia habari, tunaona watu wanavyokufa. I don't like that. Sipendi kuona mtu anakufa. Sipendi kuona nyumba zinabomolewa kwa sababu ya maslaha ya watu ambao wapo madarakani. Of course ni binadamu, sisi ni binadamu, tuna familia, we can feel that. Lakini pia tuna elimu kubwa sana kuhusiana na masuala ya vita. Na elimu hii sio kwamba tumeamka tu tumeijua, ni kwa sababu tumefundishwa siku baada ya siku, wiki baada ya wiki, mwezi baada ya mwezi, miaka baada ya miaka. Unavaa uniform ya doesn't matter the country. Kwa sasa hivi mimi navaa uniform ya Marekani, si ndivyo? Unavaa uniform, unafundishwa jinsi vita zinaendelea. Nikianza kufungua mdomo wangu nikaanza kuanalyze masuala ya vita, naweza nikahatarisha maisha ya vitu vingi sana. Lakini pia nataka ndio maana nimekuta nimekuwa nakaa kimya, wala sitaki kuzungumzia. Sipo hapa kumfurahisha mtu yoyote. Kwa hiyo mimi naweza nikawa ni liability kwa elimu ambayo ninayo kichwani sasa hivi. Naweza nikawa ni liability. I swear to God, nikianza kuzungumzia masuala ya vita ndio maana nimekaa kimya, kwa sababu sio kama sijui, sio kama sielewi, sio kama siangalii habari na kuona hizi vita vinaendeleaje na kuona I know a lot of stuff. Lakini sipo hapa kuzungumzia masuala ya vita. Na hapa kuambia vijana pia watu wajue, pia watu wanaosema Iran unaenda lini, watu wajue kwamba kwa sababu just because ni mwanajeshi wa Marekani haimaanishi Marekani ikipigana vita watu wanaulewa mdogo sana wa masuala ya vita. Mdogo sana na kuja kuongolewa. Na wengi ni raia. Si shangai raia wengi hawajui masuala ya vita zinapopigana, lakini kwa mtu ambaye ashaingia jeshini naelewa. Na hasa dunia ya karne ya 21 vita haipigwa ni hivyo. Sio kwa sababu vita tu imepurupuka jana basi watu wanaanza kufikiria vita ya 3 ya dunia inaenda kuisha. Vita haipigwa ni hivyo. Vita ipo hivyo. Umeona? So namshukuru Mungu, nipo salama, nipo salimini, nipo Marekani. Alhamdulillah for that, right? So yeah,
Kikubwa wewe unachotakiwa kufanya, ukae umuombe Mungu wako unayemuomba kwamba akunusuru na mavita, akunusuru na chaos, right? Sio ukae hapo ushadadie vita, ukae hapo wanajeshi wenyewe hatushadadii vita. Sijui, lakini binadamu bwana tupo tofauti. Lakini kunakuta kuna mtu amekunywa chai na maandazi nyumbani, anaanza kukaa na shadadia vita. Alright guys, mimi wacha niwaache. Mimi nataka niwaambie ujumbe huo. Muache kushadadia vita. Muombe Mungu awapushe na vita, kwa sababu anaona shadadia vita kwa mtu mwingine, kesho inaweza ikaikuta kwako. Ndivyo. So kaa fikiria. Umeona, na vita haipigani kwa sababu watu wanapigana tu, mshana wewe unaenda vitani. No, haipo hivyo. Haipo hivyo.